Tanzania, nikisema kwa Tanzania sasa hivi kuna Yusuf Kagoma ambaye sasa hivi anafanya vizuri sana. Anafanya vizuri sana. Hiyo nasema kwa wale ambao wachezi Yanga. Kuna Yusuf Kagoma anafanya vizuri sana, aendelee na naomba pia Mungu aendelee kumsaidia. Ni nguvu kuliko physical. Vitu ambavyo sisi hatuoni kwenye macho hivi vina nguvu sana kuliko vitu ambavyo tunaona. Kwa spiritual ni kitu ambacho ni muhimu sana kwangu na mimi nitaendelea kunyua jina la Mungu. Yani nashukuru Mungu kwa sababu msimu haujakuwa rahisi, nimepata majeraha lakini nimerudi kucheza vizuri. Namshukuru Mungu, namshukuru baba yangu spiritual ambao ni Pastor Tony Apora, amenisaidia sana spiritually. Kwangu mimi mchezaji bora wa ligi kuu ni Pacome Zouzoua. Kabisa. Hiyo focus kwa sababu ni mechi ambayo imekuwa kama finali ya ubingwa. Mlivyosikia mechi itachezeshwa na waamuzi ambao kutoka nje. Kwa upande wa wachezaji, kipi ambacho mlikuwa mnazungumza kama wachezaji na kufahamisha kabisa nyie ndio mlikuwa klabu ya Yanga na ndio watetezi wa kikombe hiki kwa msimu huu? Tuna kaka yetu mmoja ambao ni mtu muhimu sana kwenye timu, anaitwa Alidi Aucho. Leo amechukua maamuzi ya kusema kwamba sio kwa sababu wamechukua marefa za nje ndio sisi tuwe kama tuko flexible au tu relax. Kwa ametupiga sana, amenichukulia sana sikio asubuhi ya leo. Aucho ametusaidia sana kuendelea kukua na hiyo focus. Hii medali ina maana gani kwa Max kwa msimu huu? Ina maana mengi sana kwa sababu kuchukua ligi kuu mara mbili mfululizo sio kitu rahisi. Ni maana sana na tunamshukuru Mungu sana. Kuna pressure yoyote kwa mchezaji wa Yanga kwa wale ambao wafahamu, hasa ukiwa mchezaji wa kimataifa, kila mtu jicho lipo kwako? Pressure zipo kwa kila kitu, lakini inategemea jinsi gani wewe unaichukulia. Mimi kwa sio mtu wa mtandao sana, kwa pressure sio sana iwe kama naogopa nini, hapana, lakini pressure ipo, lakini kila mtu anaichukua kwa jinsi yake. Ndio. Unawaambiaje sasa wananchi mara baada ya hii ya kwanza tayari mna finali nyingine Zanzibar dhidi ya Singida Black Stars? Waendelee kusupport timu yao. Hii ni timu kubwa na viongozi wa timu wana malengo mazuri kwa sababu ya timu. Kwa wao kama shabiki waendelee kusupport timu kwa kila kitu, hata kwa inaitwaje 100 shilingi hiyo ya ndi inaenda hata kwa hiyo kidogo hiyo, hata kwenye ombi lao ni kitu ambayo inasaidia sana timu kwa kuendelea mbele na kufanya vizuri. Shukrani sana. Msekeli, umekuwa mchezaji ambaye umetoka kipindi ambacho unakuja Tanzania, mpaka sasa mafanikio yako yote kazungumziaje? Kukuda changu hapa haijakuwa kwamba ni mchezaji mkubwa amekuja au imekuwa na kelele sana, lakini kwa uwezo wa Mungu kwa miaka yangu miwili hapa nimefanikiwa kufanya vitu ambavyo hata mimi mwenyewe sijatarajia. Namshukuru Mungu. Lakini unaonaje kwa Yanga na huko Kongo unaponaje sasa? Kwa sasa hivi nikichukua muda ambao nimetoka Kongo na muda sasa hivi naweza kusema kwamba kama nimekuwa kwa 10% nishafikisha hata 15 kwa sababu nimesogea mbele kidogo. Natamani kama kila mchezaji anatamani kutumia nchi yake, na sina pressure nao kwa sababu wale ambao wapo wanafanya vizuri sana, alafu ni wachezaji wakubwa ambao wanacheza Ulaya, wanacheza kwenye matimu ambao ni kubwa sana. Kwa hiyo ni choice ya coach, mimi na respect, nitaendelea kupambana. Kama siku yangu itafika nitafurahi. Romance ambazo tunazungumza sana, lakini Yanga wamekuwa kama ni watu wanapenda sana Msengeli. Hebu ambie wananchi kidogo jinsi ambavyo wanawakubali. Mimi nawakubali sana, alafu nawashukuru sana kwa support yao toka siku ya kwanza mimi nimefika hapa, kwa sababu kufika kwangu kwa hapa imekuwa haijakuwa kama mchezaji kubwa amekuja, nimekuja kama mchezaji kawaida, lakini leo nimekuwa star Tanzania. Kwa mimi nawashukuru sana na nashukuru kila mtu kwa ombi lao, kwa support yao na support yao kwa timu ambayo inafanikiwa kuchukua bingwa barani mfululizo, sio kitu rahisi.
Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Daraja lako wakati uko Kongo, inawezekana ulikuwa unatamani sana kucheza Tanzania. Pengine Kongo inazungumza vipi Tanzania na namna ambavyo ulifika Tanzania gani na hizo Tanzania nchi nzuri na watu wanawapenda mpira. Tu support hiyo kitu mpira, tuisapoti. Mimi naamini itakuwa kubwa zaidi. Unaona kwa hiyo msimu mitatu timu mbili za nchi imefika mpaka finali ya kombe la shirikisho. Ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa nchi na kwa mpira wa miguu. Kwa watu viongozi waendelee kusapoti hizo timu ambao zinafanya vizuri na hizo timu ambao zipo chini na wale ambao hata hawana chance ya kuonekana kwenye TV lakini wapo chini wanapambana. Kwa watu waendelee kuwasapoti, kuanza chini ndio inafikisha watu juu. Tafsiri yako kwa msimu mzima na ubingwa umechukua, tafsiri yako kama Mzengeli? Mimi nashukuru Mungu tu. Yaani nashukuru Mungu kwa sababu msimu haujakuwa rahisi, nimepata majeruhi lakini nimerudi kucheza vizuri. Namshukuru Mungu, namshukuru baba yangu spiritual ambao ni Pastor Tony Apora, amenisaidia sana spiritually. Kwa hiyo mimi namshukuru sana, nashukuru kila mtu. Kuna tafsiri moja inasema kwamba spiritual ni nguvu kuliko physical. Vitu ambavyo sisi hatuoni kwenye macho hivi vina nguvu sana kuliko vitu ambavyo tunaona. Kwa spiritual ni kitu ambacho ni muhimu sana kwangu na mimi nitaendelea kunyua jina la Mungu kwa sababu yeye tu ndo amenisaidia kutoka nimetokea mpaka nifike hapa. Sio rahisi kwa sababu tu watu wengine wajui historia, watu wanakuja tu kuona mchezaji leo amefikisha hapa, lakini mtu akikupigia historia yake kutoka chini mpaka afike hapa sio njia rahisi. Historia yako ilikuwaje pale? Ni ngumu sana. Nikisema kuelezea hapa itachukua muda mrefu, ila nimetoka chini kabisa mpaka nifike hapa. Na pia kuna wengi wapo kuna hiyo njia, lakini wanahitaji tu kukutana na watu wazuri kwenye njia zao, watu ambao wanaweza kusaidia, watu ambao wana moyo nzuri ya kusaidia wale ambao wapo chini sana. Kwa sababu kufika juu, yani inabidi utoke chini ndio utaendelea juu. Kuna wakati umezungumzia unaweza kukutana na watu wazuri na watu wabaya. Ulikutana na watu wazuri ambao walikuwa kwenye kuamini Mungu. Watu wabaya pia ushakutana nao bwana, kushauri kufanya vitu vya ovyo kabisa. Ndio lazima, si ndio hivyo nimesema spiritual vitu ambavyo sisi hatuoni. Vitu ambavyo sisi hatuoni ni vitu ambavyo inakuweza kusaidia kuchagua hata direction yako. Kwa hiyo ni muhimu sana. Hebu ongea na mtoto mdogo ambaye anakuwa sasa hivi. Mzengeli umekuwa mfano kwa wachezaji wenye nidhamu, wenye heshima na busara. Tuambie mtoto mdogo anayekuwa sasa hivi anaweza kufika ulipofika. Kurespect kazi yake, kuheshimu kila mtu ambao unaweza kukutana naye kwenye njia yako ya maisha, kuamini Mungu, kila kitu kitaendelea vizuri. Mimi nashauri sana ambao wapo chini wawe tu watu wa respect, ya heshima, kuheshimu kwanza kazi yako. Ukiheshimu kazi yako zaidi ya chochote unaweza kwenda juu. Na mwisho, ulishakuzungumza Faisal Salum, ni mchezaji ambao nawapenda kwa jinsi anacheza. Tuachane na Faisal Salum, tuje kwa mchezaji mwingine mpaka msimu unaisha kabisa. Ni nani ambao unasema Mzengeli kweli umejifunza, pengine umeona ni mchezaji bora kwa upande wako? Tanzania, nikisema kwa Tanzania sasa hivi kuna Yusuf Kagoma ambaye sasa hivi anafanya vizuri sana. Hiyo nasema kwa wale ambao wachezi Yanga. Kuna Yusuf Kagoma anafanya vizuri sana, aendelee na naomba pia Mungu aendelee kumsaidia. Kwa wale ambao wanatoka nje ya nchi, kwangu mimi mchezaji bora wa ligi kuu ni Pacome Zouzoua. Kabisa. Asante kwa ubingwa msimu.